Wanafunzi wa darasa la mwenzi, mbele yenu nimesimama kuelezea hitaji namba 1 ambao natoka katika darasa la mwenzi ambalo linasema mahitaji ya jumla. Mahitaji ya jumla na vipengele vitano, lakini tutaeleza vipengele viwili. Kipengele cha kwanza, uwe na umri wa miaka 11 darasa na kubalika kwa umri huo. Kipengele cha pili, uwe mwanachama mwenye bidii wa chama cha watafutaji. Amina. Mimi ni mwanafunzi wa darasa la Rafiki. Nimesimama mbele yenu kuelezea hitaji namba 4 linalohusu kukuza mahusiano. Lina vipengele viwili. Cha kwanza, shirika katika mjadala wa rika yako, agizo fupi la kufanya namna ya maamuzi. La pili, tembelea ofisi za halmashauri au mji ukielezea njia 5 za kufanya namna mnavyoweza kusaidiana nao. Ugunduzi. Mbele yenu nimesimama kuelezea hitaji la 5 linalosema pia na ulinganifu. Lina mahitaji matatu, lakini nitataja mawili. La kwanza, kamilisha mojawapo ya shughuli hii na buni kadi ya ahadi na kuchagua mambo yasiyo na ulevi. La pili, jadili darasani madhara ya pombe na madawa ya kulevya katika viungo vya mwili. Wanafunzi wa darasa la mwenzi, nimesimama mbele yenu kuelezea hitaji namba 6 kutoka darasa la mwenzi ambalo linasema kujieleza katika muda wa uongozi. Na vipengele viwili. Cha kwanza, uongozi wa shughuli za chama au shule ya Sabato. Cha pili, saidia chama chako au kusaidia shughuli za mahubiri au ushauri katika utunzaji wa mazingira. Mimi ni mwanafunzi wa darasa la Mgunduzi, nasimama mbele yenu kuelezea hitaji namba 7 linalotoka katika darasa la Mgunduzi. Nasema viumbe vya asili na vipengele viwili. Cha kwanza, kama unaishi eneo la kaskazini, fahamu nyota za kaskazini, Julian Dreads and Jazz. Cha pili, fahamu nishani kati ya hizi zifuatazo: nyota, nyayo za wanyama, maua. Mimi ni mwanafunzi wa darasa la Mgunduzi. Mbele yenu nimesimama kuelezea hitaji namba 8 linalosema maisha nje ya nyumba. Nina vipengele vitatu, nitaelezea vipengele vyote. Kipengele cha kwanza, uwe na umri wa miaka 12 au mwaka wa kwanza. Kipengele cha pili, shiriki kambi la siku 2, aidha sifa 6 za mahali panapofaa kukambika. Andaa vitu vya kupika na pika milo 2. Kipengele cha pili. Kipengele cha 3, pitia mtihani wa huduma ya kwanza darasa la Mgunduzi. Wanafunzi wa darasa la Mgunduzi, mbele yenu nimesimama kuelezea hitaji namba 9 katika darasa la Mgunduzi. Linasema kuboresha mtindo wa maisha. Lina hitaji 1. Kamilisha mojawapo ya kundi la nishani ya sanaa za nyumba au kazi ya mikono ambayo hujapata ziada. Rudia ufungaji wa mafundo ya kusuka. Tengeneza kifaa mojawapo cha kambi. Kiliandikwa na Mtume Yohana wa Patmo, mwanafunzi mpendwa wa Yesu. Alikiandika akiwa katika kisiwa cha Patmo kifungoni mwaka wa 96 AD. Ifuatayo ni programu ya kitabu cha Ufunuo. Wa kwanza, naelezea Ufunuo 1. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake, naye kwa kutumia mkono wa malaika kamuonesha mtume wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Eli asomaye hao yasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwake yeye aliyoko na atakaye kuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa zile roho 7 zilizoko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa wafu, mkuu wa ufalme wa dunia, atupendaye na kutosha dhambi zetu kwa damu yake, kutufanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu. Ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Amina. Mimi Yohana ndugu yenu niliyeshiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo
Nilikuwa katika kisiwa kiitwacho Patimo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Amina. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti nyuma yangu, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo yaandike katika chuo, ukayapelekee kwa hayo makanisa 7: Efeso na Smyrna na Pergamo na Thiatira na Saidi na Filadelfia na Laodikia. Amina. Niligeuka nione sauti iliyosema, nami nalipogeuka niliona kinara cha taa 7 za dhahabu, na katikati ya kile kinara nikaona mtu kama mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni, na kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama seruji, na macho yake kama mwali wa moto. Miguu yake kama dhahabu iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa kwenye tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Alikuwa ameshikilia nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili utokao katika kinywa chake, na uso wake kama jua liangazalo kwa nguvu zake. Amina. Amina. Nami nalipomuona nilianguka miguuni kama mtu aliyekufa. Akanyosha mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na hao walio hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Amina. Amina. Sura ya 2 naanza kwa kusema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndio anenayo yeye aliyeshika nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na yule aliye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na ajua matendo yako na subira yako, na yakuwa kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu waliojitao waongo, kama majaribu waliojitao mitume, na usiokaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira ya kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala ukuchoka. Lakini neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo yako ya kwanza. Nami naja kwako nikikuondolea kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini neno juu yako ya kwamba wayachukia matendo ya Nikolai, ambao na mimi nawachukia. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho yaambia makanisa, kila shindani nitampa tunda la uzima litakalotoka bustani ya Mungu. Kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika, haya ndio anenayo yeye aliyekuwa wa kwanza na mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Amina. Elezea Ufunuo sura ya 3 linaanza kwa kusema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho 7 na zile nyota 7. Naijua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nao umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukaamesha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikiona matendo yako yameimarika mbele za Baba yangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, uyashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nami naja kwako, wala utaijua sana nitakayokuja kwako. Lakini unao majina machache katika Sardi, watu wasioatia mavazi yao chafu, nao wamekwenda pamoja nami, hali wamevaa mavazi yao meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye, yeye aliye na sikio na alisikia neno ile ambalo Roho yaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika, haya ndio anenayo yeye aliye mwaminifu, yeye mwenye kufunga wala hakuna awezaye kufungua, naye akifunga wala hakuna afungaye. Amina. Amina.
katika mkono wake wa kuume, yeye aketie juu ya kiti cha enzi. Kitabu kimeandikwa ndani ya nyumba, kimetiwa muhuri saba. Nikaona malaika wenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kufungua kitabu hicho na kuvunja muhuri zake? Wala hapakuonekana na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi wala kukitazama. Nami nililia sana, kwa kuwa hapakuonekana na mtu astahili kufungua kitabu hicho. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba leo kabila la Yuda, shina la Daudi ameshinda, apate kufungua kitabu